Ni kwa muda gani umekuwa ukihangaika juu ya jambo moja kwa muda mrefu na hupati mabadiliko wala mafanikio yoyote katika hilo jambo? Ili uweze kupandisha viwango na kufanikiwa katika jambo lolote, iwe katika mahusiano yako, kwenye kazi yako, kwenye kalama yako, unahitaji kuwa na vitu vikuu vitatu. Namba 1, unahitaji kupata hicho kitu. Namba 2, unahitaji kutunza hicho kitu. Namba 3, unahitaji kupandisha thamani ya hicho kitu. Ni kwa muda gani umekuwa ukiomba Mungu juu ya mahusiano ya ndoa, lakini umeshakata tamaa kiasi kwamba unaona kama wewe si wa kupendwa, una nyota ya kuingia kwenye ndoa, lakini huwezi kujiuliza ni kwa muda gani umekuwa ukiingia kwenye mahusiano yako na mahusiano yako yanavunjika mara kwa mara? Kumbe shida sio kupata wa kukupenda. Shida ni namna gani unavyoweza kutunza mahusiano yako na kupandisha thamani ya mahusiano yako. Ni kwa muda gani umekuwa ukilia juu ya hali yako ya kifedha, lakini ni kwa muda gani umekuwa ukitafuta fedha na fedha unapata japo ni kidogo kidogo, lakini mpaka sasa unalia juu ya changamoto za kifedha. Kumbe shida inawezekana sio kupata tu fedha. Shida ni namna gani ya kuitunza ile fedha unaoipata na namna ya kuipandisha thamani fedha hiyo. Ni kwa muda gani umekuwa ukitamani kukutana na watu ambao unahisi wanaweza kukusaidia na kukushika mkono kwenye mambo yako, lakini mara nyingi Mungu anakubalika na kukutanisha nao, ghafla unagombana nao, unaanza tena upya. Ni kwa muda gani umekuwa ukihitaji wafanyakazi wa kuweza kukusaidia kwenye kazi zako ili kupandisha viwango vya kazi yako, lakini unapata wafanyakazi ila ghafla unagombana nao, unaachana nao? Kumbe shida sio kupata watu wa kusaidiana nao. Shida ni namna gani unavyoweza kuwatunza na kupandisha thamani yao. Kama kuna jambo lolote umekuwa ukilipambania kwa muda mrefu na unajihisi unaweka nguvu kubwa sana na kwa muda mrefu, lakini huoni mafanikio ya aina yoyote, kumbuka unahitaji kuwa na ujuzi wa namna gani ya kutunza na namna gani ya kuweza kupandisha thamani ya jambo hilo. Ni vema uweze kutulia kwanza, utafute ujuzi wa kutunza na kupandisha thamani ya jambo hilo. Tofauti na hapo utachukua muda mrefu na hutofanikiwa kwenye hilo jambo, kwa sababu mafanikio ya jambo lolote yanahitaji mambo makuu matatu: kupata, kutunza na kupandisha thamani ya jambo husika. Mimi ni Mwalimu Jonathan Kwizera and the top is for you. Thank you.